Baada ya performance yake bwana kule Summer Jam ya Hot 97 kule Marekani, Diamond Platnumz alipata fursa ya kuweza kufanya mahojiano na mitandao kadhaa. Of course juzi nilikuwa nakwambia kuhusiana na mtandao wa TMZ ambao walifanya nao mahojiano kumuuliza kiasi cha pesa ambacho alikuwa ameitumia kwa ajili ya maandalizi ya show, lakini pia baadaye bana alipata fursa ya kuweza kufanya mahojiano zaidi kuhusiana na safari yake kuwepo kule Marekani, na moja kati ya vitu ambavyo alivizungumzia ni kuhusiana na ujio wa album yake ambayo hajatangaza ni lini itakuwa inatoka, lakini album ipo njiani. Yani kifupi alisema kwamba kuna album ambayo itakuwa inakuja very soon. Sasa mtangazaji hakupata fursa ya kuweza kumuuliza ni lini album itakuwa inakuja na baadhi ya wasanii ambao labda atakuwa ameshirikisha kwenye album hiyo hapo. Lakini nataka nikupeleke way back kidogo. Mara mwisho kabisa album inatoka kwa Diamond Platnumz, nadhani kwamba ilikuwa album yake ya pili kwenye maisha yake ya muziki. Maana kitambo kabisa wakati anaanza game kamwambia nilikuwepo album yake ya kwanza kabisa, lakini sasa mwaka 2018 baada tulikutana na album ya A Boy From Tandale, album ambayo ilifanya vizuri, ilikuwepo na collab na mao ya kutosha kutoka kwa wasanii wa kimataifa. Ikafanya vizuri sana, lakini baadaye bana akatubless tena mwaka 2022 na EP ambayo ilikuwa inajulikana kama 4, yani First of All, na yenyewe pia ikafanya fresh sana bana. Toka mwaka 2022 mpaka 2025 hii hapa hatuja kutana na EP wala album kutoka kwa Diamond Platnumz, lakini sasa kwa bahati nzuri ni kwamba amepata fursa kuweza kutonya bana kuhusiana na ujio wa album hiyo. Kingine ambacho Diamond pia alikitaja ni kuhusiana na kurudi kwake kwenye msimu wa 4 wa Young Famous and African, moja kati ya series ya Netflix ambayo imekuwa ikifuatiliziwa kwa ukaribu kabisa, ambayo ilikuwa inaficha master wengi sana kutoka hapa Afrika. Sasa Diamond bana alikuwa kwenye msimu wa 2 na kumbuka na msimu wa 3 pia. Lakini sasa msimu wa 4 inategemea kwamba Diamond mwenyewe pia atakuwepo. Sasa amesema kwamba kuna uwezekano mkubwa pia akaja kwenye msimu huu wa 4. Kingine ambacho Diamond alikisema ni kwamba anafurahia kwamba sasa hivi pamoja na kwamba muziki wake kupenya kimataifa jawa kazi rahisi, lakini kuna baadhi ya vigezo ambavyo anaviona, vitu ambavyo vinampa moyo kabisa kuweza kujua kabisa kwamba ana uwezekano mkubwa sana kuweza kumiliki majukwaa makubwa kama wanavyofanya wasanii wakubwa. Ja Rule ni miongoni mwa wasanii wa Kongo sana wa muziki kutoka kule Marekani, marapa wa muda mrefu sana ambaye alitokea sana kumkubali Diamond Platnumz kwa hicho ambacho alikifanya, na kuna clips ambazo pia zilikuwa zinazunguka kwenye mitandao zikionyesha Ja Rule akimsifia Diamond wakiwa backstage samahani, wakiwa kama wanapiga gumzo fulani hivi kutokana na furaha waliokuwa nayo na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimefanyika kwenye jukwaa la Summer Jam mwaka 2025. Sasa kikubwa ni kwamba Diamond amepania kabisa kwenda kufanya album, na amekiri kwamba album yake itakuwa amechanganya sound za kutosha. Alisema kwamba yeye ni msanii wa Bongo Flava ndio, lakini anaweza kujifungia kwenye box moja, yani ana uwezo kuweza kutanuka kufanya vitu ambavyo vipo nje ya muziki wa Bongo Flava. Sasa kifupi ni kwamba album itakuwa ina come through very soon. Kama ni shabiki wa Diamond Platnumz, basi nimekupa habari mbili muhimu. Moja ni kuhusiana na ujio wa album yake ambayo hajatutangazia ni lini, lakini pia uwepo wake kwenye Young Famous and African msimu wa 4.